Wafanyakazi 6 wa ndege ya kijeshi ya Marekani ya kujaza mafuta angani wamepoteza maisha baada ya ndege hiyo kuanguka magharibi mwa Iraq. Taarifa hiyo imetolewa na kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM. Awali jeshi hilo lilikuwa limethibitisha kupatikana kwa miili ya wanajeshi 4 pekee. CENTCOM ilieleza ajali hiyo haikusababishwa na mashambulizi ya adui wala makosa ya kijeshi kutoka upande wao, huku ndege hiyo aina ya KC-135 ilikuwa katika operesheni za kijeshi za Marekani dhidi ya Iran wakati tukio hilo lilipotokea. Wakati huo ndege nyingine ilikuwa katika operesheni hiyo ilifanyikiwa kutua salama. Ajali hiyo ilitokea majira saa 8 mchana saa za Marekani saa 1 jioni. Baada ya tukio hilo, operesheni za uokoaji zilianzishwa mara moja kutafuta wafanyakazi waliokuwa hawajapatikana, na baada ya kupatikana, wanajeshi wote 6 wamethibitishwa kupoteza maisha. Jeshi la Marekani limesema majina ya wanajeshi waliopoteza maisha yatawekwa kwa siri kwa muda wa saa 24, huku hatua hiyo ikilenga kutoa nafasi kwa mamlaka kuwataarifu kwanza ndugu na jamaa zao wa karibu, pamoja na kuendelea na uchunguzi kuhusu chanzo cha ajali hiyo. Mkuu wa majeshi wa Marekani General Dan Kane ameeleza ndege hiyo ilianguka wakati wafanyakazi wake wakiwa katika jukumu la kijeshi, huku waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth ametaja wanajeshi hao kuwa mashujaa wa taifa hilo, akisisitiza kujitolea kwao kutaongeza dhamira ya kuendeleza operesheni hiyo. Kwa kawaida ndege ya KC-135 huwa na wafanyakazi wasiopungua 3 wakiwemo rubani msaidizi na mwendeshaji wa kifaa cha kujaza mafuta angani. Ndege hizo hutumika kujaza mafuta kwa ndege nyingine zikiwa angani. Teknolojia hiyo husaidia ndege za kivita kufanya safari ndefu bila kutua. Ajali hiyo imeongeza idadi ya wanajeshi wa Marekani waliopoteza maisha katika vita vinavyoendelea kati ya Marekani, Israel na Iran hadi kufikia idadi ya watu 13. Tangu kuanza kwa vita hivyo wiki 2 zilizopita, jeshi la Marekani tayari limepoteza ndege 4. Mapema mwezi huu ndege 3 za kivita aina ya F-15 zilidunguliwa kwa bahati mbaya na moto wa kirafiki. Wakati huo huo, jeshi la Israel limetangaza kufanya mashambulizi mapya dhidi ya miundombinu ya Irani katika mji mkuu wa Tehran, huku mlipuko huo ikiripotiwa kuhusika ndani ya pembezoni mwa mji huo. Hali hiyo imeongeza hofu ya kupanuka zaidi kwa vita katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata taarifa mbalimbali.